Karibu katika station yetu ya Rising Lights. Wale ambao mjawahi kuona Rising Light ni online show. Ukiandika tu neno moja Rising Light Show online utatukuta. Tuko kwenye YouTube na tuko katika sehemu nyingi sana, Facebook na Instagram, ili uone vipindi vyetu. Na leo hii station yetu ya Rising Lights imetembelea kamati kuu ya vijana hapa Phoenix, Arizona, katika nchi ya Marekani. Na leo tuko mbele yetu hapa tuna viongozi wa vijana ambao tunafanya simulizi nao kwa sababu maendeleo ya vijana hapa Arizona. Vijana wa Kongomani. Ambao anaongea na ninyi sasa hivi anaitwa Isaac B na Kachonjo, ili tufuatilie kwa karibu. Asante sana ndugu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Innocent Mushayuma. Niko baba watoto na niko pia na mke na familia, na mimi ni kiongozi wa mutualite ya Washi mutualite ya Washi Chinyabuguma, na pia niko kiongozi wa mpito wa vijana hapa Arizona. Sawa kabisa, ni kiongozi wa mpito au chef wa transition wa vijana hapa Arizona, na umesikia responsibilities zingine za mingi ambayo ndugu anaziongoza kuanzia kwenye jamii na katika maisha vile vile. Ni mtu ameoa na ana familia na watoto. Kwa hiyo tutasikia mengi sana kwa sababu ya vision na mission au mission na vision ambayo wako nayo siku ya leo kwa uongozi wa vijana. Matatizo gani wanataka wasuluhisho kwa sababu vijana ambao wanaishi hapa Phoenix, kijana Mkongomani. Kacho ndio tusikilize. Karibu ndugu. Kwa majina naitwa Kivukila Bushiri. Mimi ni kiongozi msaidizi wa hii kamati ya mpito. Naishi hapa Phoenix, Arizona, na mimi ni responsable wa familia vile vile na watoto wengi tu na mwanamke. Asanteni sana. Asante sana ndugu msikilizaji. Kwanza kabisa, kama nilivyokutajia kwamba wao ni viongozi wa mpito. Mtu anapoteuliwa kwa kiongozi wa mpito, na maana pale mbele palikuwepo na uongozi. Ndugu, naweza nikauliza ni matatizo gani yaliyotokea kwa viongozi waliowatangulia ili kwamba mfikie kutengeneza kipindi cha mpito? Tulikia kujitambua kwamba uongozi ambao ulikuwa mbele wa vijana ulikuwa kama vile unafeli, ulikuwa kama vile au kufanya kazi vizuri au kufikia malengo, na vijana wakabakia kama vile hawana uongozi wowote. Sasa tukaungana na ile uongozi wa mbele, tulikaa nao chini tukasema tufanye uongozi wengine. Wenyewe wakateua wakasema basi wewe usimamie. Wale viongozi wakateua ni yes, okay. Pamoja na watu ambao tulikaa nao. Ilikuwa ni kikao kikubwa sana. Wakasema wewe usimamie kama vile muongozi na yeye asimamie kama vile msaidizi. Sawa kabisa. Ndio kwa maana tunaendelea kutumika nao ili tuangalie jinsi tunaweza kukusanyisha vijana pamoja na tuweze kusaidiana. Asante sana. Ndugu msikilizaji unaotusikiliza katika siku ya leo, kama ulikuwa nadhani hao watu walijibandika katika madaraka au wamejiweka katika madaraka au wakujiweka, waliungana na uongozi uliokuwepo hapo awali wa vijana, wakaona bwana, sisi kazi tuliyofanya naona sisi tumefikia kikomo. Kumbe tutafute viongozi wa mpito. Unapoitwa mpito, ina maana kuna kuja uandalizi wa viongozi wengine hapo mbeleni. Sasa kitu gani binafsi ninyi wenyewe kilichowasukuma kuona kwamba mkubaliane na uongozi, na mna mpangilio gani katika upindi chenu cha mpito? Kwanza mlianza mpito wakati gani? Mpito wenu utafikia wakati gani? Na mna malengo gani ya kutimiza katika hicho kipindi kidogo cha mpito? Ni swali tatu. Mlianza wakati gani na mtamaliza wakati gani mpito wenu, na kitu gani kitafanyika katika nyinyi kuwa na uongozi wa mpito? Nafikiri mwenzangu anaweza kujibu swali. Sawa, swali zuri sana, tena swali linapendeza. Sisi tulianza ulikuwa mwezi wa 9. Sawa kabisa. Mahali hapa kwa president wa mwezi wa 9 2020. Ndo tulikutana pamoja na kamati iliyokuwa inafanya kazi na vijana wengine wote, na hilo likafanyika na mabadiliko yakawapo kwamba kuwa uongozi mpya. Sawa kabisa. Sasa lengo letu kubwa ni kuwa umoja kwanza. Ni kuwa umoja, na tayari tumeshafanya kazi. Tushatafuta vijana wa kila sehemu ile, na tayari tuko tunaambatana katika shida na raha. Na kwa sasa hivi tuna program ya kufanya Assemblée Générale. Sababu sisi ni viongozi wa mpito. Tuambie watu mission yetu na vision yetu, na baadaye tufikie kufanya uchaguzi wa kamati kuu ya jeunesse ambayo itakwenda kuongoza hapa Arizona Phoenix kwa niaba ya community yetu Congolaise. Sawa kabisa. Kwanza mwezi wa 9
Na sikusikia swali lingine mnauliza mnategemea kwamba inaweza kufikia mpaka kipindi gani bado mnafanya mpito? Kipindi miezi 6 mwaka au itategemeana na kazi yenu inatembea? Mpito utafikia mwisho wakati hapa karibuni tuko tuna prepare ile anaita Assemblée Générale, tuitishe watu wote watusikilize, wajue tuko tunafanya nini. Sababu watu ni kama vile wanachanganyikiwa, wengine hawajui kama tuko mnini. Sasa tunapenda tuitishe watu tuambie sisi tuko tunafanya kitu gani na objectif yetu ni gani. Sababu kwa wengine wanafikiri ni communauté congolaise nyingine ya tatu inataka kuwa create. Hapana. Hapana. Ya, mtu ambao hujaelewa uongozi wa hapa Phoenix ni kwamba tuna kamati nyingi kama nilivyokuambia, na hiyo ndio kitu ambacho mara nyingi tunaongea kwa sababu wakongomani waje kwa pamoja. Na wakongomani kuja kwa pamoja, tunaanzia katika vijana. Wasema ukienda katika sisi watu tunaobezi sana mawazo yetu katika Biblia, tunasema vijana bado wana nguvu ya kutenda kazi na kwa bidii na kwa nguvu nyingi sana. Na ndio maana vijana ndio wameanzisha hii kazi. Sasa wala niulize kwanza swali. Hivi kuna nafasi tuko naongea na vijana moja kwa moja. Moja kwa moja kabisa, vijana wanakusikiliza na utasikia majibu yetu. Ni lengo gani ambalo, matatizo gani kwanza ambao mliyaona yako katika vijana wanapambana nayo, mkoona kwamba inahitajika uongozi uwepo ili kwamba msuluhishe hayo matatizo? Ni matatizo yapi ambayo vijana wanapambana nayo? Ile ndo usiseme sasa. Kwanza hivi tuko tunafanya hii interview tuko tunafanya hapa. Kuna tatizo ambalo liko, na tukitoka hapa tu tunaenda moja kwa moja kwenye kilio ambao tunayo. Kilio ni ya kijana ambaye amefariki juzi hapa tu. Na ni kama miezi kidogo tu, ndeza sema kama miezi mbili tunapoteza vijana kama wawili. Tukisema turudie miezi 3 tunapoteza vijana kama 3. Unaona? Alafu tunakutana mazingira ambayo hatuwezi kujije mtu akishafariki au nini, lakini mazingira ambayo yuko inapitikana kupoteza vijana. Ya tunakiona kama kuna uhitaji mkubwa sana wa kusema vijana waweze kuelimishwa, vijana waweze kubadilika. Unaona? Sababu vijana ndio nguvu. Na wakati vijana wanajiendesha njia ambazo haziko sawa, tutakuwa tunapoteza kila siku na kesho tutakosa avenir. Ndio maana tulisema tuungane pamoja, tuweze kuelimisha vijana wajue jinsi ya kujiendesha kwa kutumika pamoja na communauté congolaise. Na ya pili, tuangalie namna gani tunaweza kufanya communauté ya vijana Kongolezi wakuwe pamoja, sababu ni kama vile kuna mgawanyiko. Unakutana kijana wa huku ngambo ya Kivu na kijana wa ngambo ya nani ya sehemu nyingine. Kongo ni kubwa. Ndio kama vile kuna mgawanyiko. Hatushirikiani. Tunapenda huo ushirikiano ukue, tukue sisi wote wamoja kama vile Wakongomani. Tusiangalie wewe ni wa kabila gani, wewe ni wa kabila gani, tukue sisi wote pamoja ili tuweze kushirikiana na kusaidiana. Labda kwa kuongezea, kwa ile ambao mheshimiwa amesema pale ni kwamba tulikaa chini tukaona tuna magumu makubwa hasa katika nchi ambayo tuko ya Marekani. Sawa kabisa. Watu wanakuwa masikio ngumu. Utaona mtoto akianza kusema Kiingereza anafikiri ana akili kushinda hata baba yake mzazi. Sawa kabisa. Sasa kulingana na hiyo hali tuliona kwamba tunakwenda kupoteza watu. Kama gisi Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Sawa kabisa. Sasa watu wanakuwa hawana maarifa, vijana wanaingia katika mambo ya kujichanganya kwa hali zote zile. Yaani kuiga mila na desturi ambazo sio zetu. Mpaka inafikia wakati vijana wanakufa ovyo. Watu wanakufa na wanagongwa na magari, watu wanapotea, na si hatutaki kupoteza. Sababu yaani wanasema kwamba bora kukutwa kuliko kuachwa. Kwa sasa hivi tumekwenda kuzika vijana 3 na sisi hatukuja kutufanya makazi hapa Marekani ili tuweze kuwa tunazika watu. Unaona? Lakini inatokea sababu ya kukosa mashauri. Kwa hiyo sisi tulisimama kwa mbili tuweze kukusanya wa vijana, tuwape mashauri na wajue kipi tunaweza tukakifanya kwa maendeleo yao binafsi ya kesho. Sababu hauwezi kuwa mzee bila kupita kwenye utoto na kuingia katika ujana. Kwa hiyo sisi tuko katika msingi wa kuforme jeunesse. Sawa kabisa. Na ndugu msikilizaji, kama nilivyokuambia, hii ni Rising Light. Katika Kiingereza hii station inaitwa kama ni community of
awareness ndio tunatoa katika watu. Tunajulisha watu, tunapenda watu wenye mawazo mazuri, watu wenye malengo ya kuelimisha watu wengine. Tuwakaribishe, watoe ujumbe ili wafikie watu. Na ndugu ambao kwa mbele yetu wametuonesha wazi kwamba vijana wanapambana na matatizo mengi sana hapa. Na kitu kinasumbua watu wako pamoja ili waweze kusaidiana. Na lengo lao ndugu ambao hapa wametuonesha wao ni kuleta watu pamoja. Wakongomani wamegawika sana. Unajua nchi ya Kongo ina kabila zaidi ya 400 na zaidi. Kwa hiyo nchi imegawika katika lugha kubwa za asili 4. Upande mmoja ukiongea Kiswahili, wengine ukiongea Kikongo, wengine wakiongea Lingala na wengine wakiongea Chiluba na mambo mengine. Kwa unakuta zile lugha zinafanya watu wabaguane, lakini hawa ndugu kazi yenu kuambia Kongomani wote kwamba nini yote na watoto mtoto mmoja, mnaweza mkakomalia sehemu tofauti mkaongea lugha tofauti, bado damu moja. Ndio maana wajombu wako hapa kufanya hiyo kazi na kuleta watu pamoja. Sasa ndugu, unadhani kulingana na matatizo mnayoongea kwamba watu ni wagumu kusikia, strategy gani au mbinu gani mtaitumia ninyi ili kwamba watu wasikie ujumbe wenu au watu wapate kusikia ujumbe wenu? Mtatembelea watu, mtakuwa mnaongea nao, kwa sababu sijui kama mnaweta kwenye vikao wanakuja tangu mwezi wa uongozi mwezi wa 9. Tunakuwa na vikao ambao tunafanya, tunawaita wanakuja. Sababu wao wenyewe waisha kutia akilini kwamba inakuwa too much na inaomba mabadiliko. Sasa wako wanatafuta sehemu ambako wataegemea. Tunawaita wanakuja kwenye mikutano ambao tunafanya. Sawa kabisa. Sasa tulipenda tufanye iwe wazi. Isikuwe kama vile kitu ambacho kinafichikiwa. Ndio kwa maana tunapanga tufanye Assemblée Générale. Hiyo Assemblée Générale itakuwa kama vile ni sehemu ambao watu wote watakuja sasa watusikilize vizuri, sisi tuna mission gani, tuna vision gani kuhusu vijana. Na hapo tuteue viongozi sasa ambao watakaa, sababu sisi ni wa mpito, ambao watakaa waweze kuongoza. Tuite bale nani ba president bawili ba mutualité congolaise bakuye nabo, ba communauté congolaise bakuye nabo, tuambie kitu kimoja. Message ambayo tunataka tuambie na muisikie sai. Nyinyi ndiyo source ya matatizo mengi ambayo yanafanyika katika communauté congolaise. Sawa. Sababu wakati kijana wa Sud Kivu anapata shida, kuna kijana wa Kishasa ambaye atampita pale, anamwacha. Au kijana wa Muluba anampita pale. Kuna kijana ambaye anaongea Kiswahili ambaye atapata shida, na kuna kijana wa Sud Kivu ambaye anampita pale, anamwacha japokuwa ni ndugu yake. Sababu gani? Kule yulu uongozi uko fake. Kuna uniambia mwinchi moja muna waongozi wawili, mutualité, muna communauté mbili. Tuko na president wawili mu communauté congolaise. Habieleweki. Haba nasema mtoto anafataka gisi baba alimuelekeza. Unakutana sasa ile natuma watu huku chini wanavurugika. Sawa kabisa. Mambo ya kusema ni mengi sana, nafikiri na tuna muda wa kuongea. Tuna muda wa kuongea. Ndio haitufurahisha. Ni kwamba wahenga wanasema kwamba cheo ni dhamana. Ukijua cheo ni dhamana, ni kwamba ni kama vile umeachiwa kitu bondi ambao mwenye nacho atakuja kugomboa. Ndio maana yake. Ni kwamba unapochukua cheo unatakiwa ujue kwamba ulipata kile cheo ulikipewa, haukuzaliwa nacho. Na kama jinsi ulivyokipokea ndivyo jinsi unatakiwa kiachie wakati wako utapofika umetimia. Lakini kiongozi unapochukuliwa kwa kiongozi ni kwa sababu watu walikutegemea, unaweza kuleta watu pamoja, unaweza kusuluhisha matatizo yao. Kiongozi sio kwamba anajua mambo yote, hapana. Kiongozi ni kwa sababu tu anaweza akasikiliza watu wote. Ndio hatua kubwa sana ya viongozi. Na ndio ujumbe ambao ndugu wanakulilia kwa maana hapa. Wamekuonesha wazi sana. Lugha haiwezi kufanya wewe na mimi tutengane, kwa sababu mimi nimetoka Sud Kivu naongea Kiswahili, au umetoka Nord Kivu, au umetoka Maniema, au umetoka Shaba, au umetoka Kisangani, au umetoka Mbandundu, au umetoka Bakongo, au umetoka Kinshasa, au umetoka Matadi, au umetoka Kasai. Wao wote watu ni familia ya mtu mmoja anayeitwa Mkongomani, na ndio kazi ambayo ndugu wanataka waleta watu pamoja. Mnadhani kwamba kupitia mbinu gani unaweza kuleta wale viongozi waweze kuelewa kwamba tunahitaji kuwa na kiongozi mmoja wa kuongoza Wakongomani wote hapa? Mnadhani mbinu gani mtaitumia ili wao waelewe kwamba kuna umuhimu wa Kongomani kuongozwa kwa sauti moja?
Ya, ni kwamba kwanza tushawahi kuongea na wote na tuko pamoja na wote. Maana sisi hatubagui hata mtu mmoja. Sawa kabisa. Kwa kila mtu tunafika, kila mtu tunaongea naye, na wakati wa matatizo ya kupoteza watu hapa Arizona tu tunashirikiana katika hii miezi midogo ambayo tuko katika mpito. Ya. Kwa hiyo na tuliwahi kuojiana nao na wanahamu hiyo. Wanahamu hiyo kabisa ya kukutana na watu. Na ndio maana tulikwenda kupanga hii Assemblee General ikuwe, sababu hata wakina mama kule na viongozi wa makanisa wako wanaiomba, wanalilia kila saa wafike waweze kuongea mawili matatu kwa ajili ya kushauria jamii yetu ya Kongomani ili kuweze kuwa mabadiliko katika hali ya kesho, ili tuwe taifa kubwa lenye kuwa na msingi nzuri. Sawa kabisa. Kitu ambacho nitarudia tena nasema pale tena, ndugu msikilizaji, kama unataka kutusikiliza, hii hapa ni station ya Rising Light. Hii ni Rising Light ni platform ambayo kazi yake ni kushape community. Tuna shape community. Tunatoa ujumbe kwa jamii ili ujumbe ule uweze kuingia katika jamii yetu ibadilike. Tuna mambo mengi sana ambayo tunahitaji kubadilisha ndani ya jamii. Na watu ambao wanahusika nayo kazi ndio hawa ambao tutakutana nao hapa, ambao ni viongozi wa vijana katika mji tunaoishi. Kitu nitakufahamisha ndugu msikilizaji ni kwamba katika state ambazo zina wakongomani Amerika, Arizona iko katika state ambayo ina wakongomani wengi sana. Lakini hapa japokuwa tuko taifa kubwa sana hapa, tuko wengi sana zaidi ya hata mataifa mengine ya Kiafrika ambayo yako hapa Arizona, sisi tunaonekana kabisa kubaki nyuma kwa sababu ya miundombinu kutokuwepo ya kuendeleza watu. Ndugu, unajua ukifuga mbwa na umpe chakula, jirani akatupa mfupa nje, mbwa atatoka kwako ataka kugota kwanza mfupa kwa jirani. Watoto wa Kongomani wanafika hapa, wanapotoka nje wanapokuja wakimbizi wapya wakitaka elimu, wanakwenda kuonana na mataifa mengine kama vile wa Somalia, waoneshe elimu iko wapi. Wanaonyesha na Ethiopia, waoneshe elimu iko wapi. Ni miundombinu gani ambayo mko natengeneza ambayo nyewe mtaiweka ili iatire vijana wa Kongomani kuwasogelea? Ya, ni kweli. Nasemekana kwamba mshike sana elimu, usimwacha ende zake. Ndugu ambaye nimeongea pale mapema ni kwamba vijana wengi sana wanajisahau hapa. Wanaingia kuiga mila isiyokuwa ya kwetu. Na ile yote inafuatana na kukosa organization. Sawa. Unasikia? Nashukuru Mungu sababu kuna sio wote, kuna baadhi ya vijana tayari wamejitoa, wamesoma mpaka wamepata madegree. Sasa sisi lengo letu ni kusogeza wale ambao wamesoma na wako na mavizio fulani katika maisha ili waweze kutusupport, tushirikiane kwa kufundisha wengine ili wasiendelee katika hali ya kuharibika. Watu wapate college, watu waende kwenye university, baadaye tuweze kufanya project kama wengine mabwana wako wanafanya hapa. Nasikia ba Somalia, sijui ba Sudani, mpaka wale wanapaka na mashirika yao hapa. Lakini hapa hakuna hata shirika hata mmoja wa Kongomani. Wakati utakuta mtu unamuuliza sema mimi nimeshaikala hapa miaka 25. Sasa kipi ulifanya? Anatangaza tu miaka propaganda ya miaka ambayo shafanya tu basi. Mambo ya aibu. Kwa hiyo ndio maana vijana tuliamua kukaa ili tufanye change, mabadiliko ya wepo. Na sisi tuonekane kwa Wakongomani wapo kule, atuikalie tu vitoko. Tunaikalia mabadiliko ya akili. Tupate ba engineer, tupate ba daktari na tuwe na miradi ambayo itakwenda kutusaidia. Baba, hiyo inaitwa ni chemsha bongo wa Tanzania wanaita hivyo. Ni kwamba ni changamoto katika inayoingia katika vijana. Kwa hiyo unapoendelea kufuatilia station zetu za Rising Light, kweli usikose kila mara kuwa unaandika pale, unatia comment. Usikose kila mara kuchukua hizo namba za simu hapo chini, tuma message. Ukipenda kufanya vipindi na sisi, vipindi kama hivi tunafanya siku ya leo, vipindi vya kuongoza jamii, vipindi vya kuelimisha watu, Rising Light inakukaribisha mara kwa mara kwa sababu kuendeleza vipindi kama hivi. Ndugu, nasikia sana na naona kuna kilio ndani ya mioyo yenu kwa kuchukulia kufanya kazi. Naona ndani kuna bubujika za machozi iko naanguka kwa sababu ya hali ya Wakongomani hapa tunapoishi Arizona na tunapoishi hapa Marekani. Marekani inajulikana kama vile ni nchi ya opportunity. Land of opportunity ndio wanaita hii nchi. Na maana opportunity zote ziko, lakini umesema wazi kwamba Wakongomani hatuprofite zile opportunity. Sasa umesema mnaita Assemblee General. Na umesema kwamba mle ndani mnataka mteue viongozi mle ndani. Watu watajuaje wengine ili kwamba kutakuwepo na uchaguzi, ili muandae watu kama ukitaka kufanya makampeni waanze kufanya kampani,
na mkitaka wajiandikishe na waje kwa wagombea katika hiyo siku, watu mtawajulisha watu namna gani, kwa njia ipi na wakati gani mtaanza kuwajulisha, ili kwamba wajue kinachoandaliwa ni uchaguzi, na kama wataka kwenda kuchaguliwa, na kama nyewe mtakuwa makandidate. Inawezekana sitaki niulize swali kwa sasa hivi sitaki niulize swali sasa hivi. Je, utakuwa ni uchaguzi au utakuwa ni uteuzi? Nataka nielewe hicho kitu vizuri. Hapa ni very simple kujibia kwa hiyo swali, sababu tuna platform kwenye Facebook ambazo tumesha create za vijana. Tuko na platform ya community Congolaise. Tuko na platform ya vijana kama 2 kama 3 hivi. Yaani tuko pamoja na vijana wote tunashirikiana. Ni sababu tu sasa ndugu yangu aliongea hapa, vijana wakishafika hapa Kiingereza kinakuwa nyingi. Anaanza kutumika naye, anapata cheki, anaanza kupata pesa ambayo inazidia pengine ya baba yake ya nani. Anakuwa kama vile anakuwa juu asikio, kimpa shauri anakuambia uache maisha yangu. Bwana tumia Kiingereza wanasema nonsense. Wanasema hiyo kila mtu na maisha yake. Unaona hilo neno hata kama hujui kama hilo neno ni nzito sana kuambia mtu. Wakati anapata shida sasa ndio anakia kumbuka kama kumbe nilikuwa nahitaji ushauri na nilikuwa nahitaji nikuwe msehemu fulani. Unasikia? Tuna vilio vingi sana ambavyo vinapitika hapa vya vijana. Na wakati unafika huko ndio unakutana kuli kunahitajika muungano na msaada. Sababu tuko tunasaidia sana vilio, tukiambia tu vijana kuna kilio fulani au kitu fulani au sherehe mfanye mchango, au kwa wanafanya mchango sana. Sasa tunasema kwa nini hiyo force ambayo iko tu kale hivi naomba kuiorganize kuitia fasi moja. Tutawaelezea kwenye mitandao yetu ya kijamii, watakuja, tutakamata ukumbi wa president wetu wawili watakuja, tuambililie uwazi kama hatutaki mgawanyiko. Tunataka muwe mtu mmoja. Wewe president, mwenyewe wa president wawili, mjichague mmoja akuwe president, mwingine akuwe vice. Mjichague nyewe mmoja akuwe president, mwingine akuwe vice, ili tukue umoja. Sababu kama nyinyi mnaendelea kuwa divise, maana yake huku chini na sisi tunaendelea kuwa division. Lakini yeye hatutaki. Mkongo kwa jinsi wamlehavyo. Mkongo, Mswahili, Muluba, Mungala, nani sisi wote tukae kitu kimoja na njoo tutaweza kusaidia. Tanke kungali division, vitu viko vinashindikana. Sawa kabisa. Sawa, ni vigumu sana na ni rahisi sana, unajua mambo mazuri kwa watu wazuri na mambo mabaya, hata mambo mazuri kwa watu wabaya yanageuka kwa mabaya. Mambo mnayotangaza ni mambo mazuri sana. Uongozi ambao unaongoza kila upande na upande, wale watu wamechaguliwa na watu wengine au wameteuliwa na watu wengine kuwa katika ile madaraka. Je, unadhani itakuwa rahisi wao kuconvince wale watu wakereketwa au wale wafuasi wao kwamba bwana tumeamua kujiunga na wao wanakuwa pamoja? Unadhani huo mchezo utakuwa namna gani? Au wao wawili tu wanaweza kaamua tu tunajichanga, au wanaomba wao convince watu walio chini yao kwamba unajua ni kwamba nguvu ya mtu inatokana na watu wangapi wanakubaliana mambo wanafanya. Na mtu akiendelea kukaa pale na position yake, na maana kuna watu wanakubali ile position awe pale. Sasa unadhani kwamba wale wafuasi wa upande mbili itakuwa ni rahisi kuhamasisha ili kwamba waweze kuvunja ile mamlaka mbili, hiyo mamlaka moja? Kweli ni kweli unavyoongea, na hiyo ndio inatuharibisha katika community zetu. Yaani kuna watu wako pale hawaoni mazuri. Na kuna watu wako pale hawaoni mabaya. Yaani utaona watu wanakaa upande wa mabaya na wengine wanakaa katika upande wa mazuri. Sasa watu wanaendelea tu kuumia na kuumana meno. Lakini sisi ni ushauri. Ushauri unaweza kautoa mtu akausikia na ukafanyia kazi ama usifanye kazi. Ila tunajitahidi kufanya inavyowezekana ili community yetu iweze kuwa moja kwanza. Sawa kabisa. Na kingine ambacho nitakwenda kuacha ujumbe ni kwamba wakati Yesu, mimi ni Mkristo, napenda kusema sana mifano. Usijali. Hii ndio maana tuko mahali hapa. Napenda kusema mifano ya Yesu au mifano ya Yohana Mbatizaji. Sawa. Yohana Mbatizaji yeye ndo alitangaza kuna mtu anakuja kule. Akambatiza. Basi wakati aliwekwa gerezani akaanza kusikia sasa habari za Yesu, sasa miracle inafanyika kule nani. Akasahau kama yeye alitangaza kama ule mtu yeye atafanya ndio anakuja na akambatiza na atafanya kazi. Kama nilifanyia kampani. Yule mtu. Sawa kama vile. Mbali vile alituma wanafunzi wake wakakwenda kule, sema tunauliza wewe ndio ule Masia ama tusubiri mtu mwingine? Unaona? Wakamwambia akawaambia kwamba Yesu kama sasa mwambie Yohana kwamba viwete wanaona,
viwete wanatembea na vipofu tayari wanaona. Yale nyalitegemea yashaanza fanyika tayari. Unasikia? Kwa hiyo sisi wanadamu tuna ile hali ya kuisahau. Unaweza kuwa ulikuwa na mhono fulani na umeufanyia propaganda afu ukasahau tena ukaenda katika mambo mabaya. Kwa hiyo tunachohitaji sisi tunataka change, ndio nakwenda kusema. Yesu asingejulikana kama ni mwana wa Mungu kama asingeponya watu, asingelisha watu. Tunahitaji viongozi wenye muono. Sio ushabiki hapana. Unaona? Sawa. Kwa hiyo kama wote watatoka asimame mwenye kuwa na muono ambao utasaidia community. Sawa kabisa. Tuwe na change kama wa Somalia, kama wa Eritrea, kama watu wangapi, wanani. Sio tu je suis president. Nishakuwa na koti kubwa hatanisaidia kitu. Na ndio maana hata mimi naongea kwa niaba ya kamati yetu hii. Hatuko kwamba si tunahitaji kugombea, kwanza tukugombea watu walituteua sema bwana wanaweza kutupitia kwenye mpito. Sawa kabisa. Waliona kitu gani ambao kiko ndani yetu. Sawa kabisa. Na tunahitaji watu wengine wasio na haja ya kupenda madaraka wakati hawafanyi kitu. Kusimame mtu ambao atasaidia community Congolese, tunaangamizwa. Sawa kabisa. Unakutana par exemple fete inafanyika. Hapa nataka nikuwe clear, nikuwe wazi. Fete inafanyika. Unakutana hiyo fete inaomba representa wa wakongomani ya kuwe pale. Sasa watu ambao waliorganize fete wanakuwa mchallenge, tuite nani asimame pale, tuite nani, tutawaita wote wawili, tutasema okay tunataka kupresenter president congolaise, huyu asimame, kisha tunataka tupresenter president congolaise mwingine, huyu asimame. Watu wanachanganyikiwa. Na ukiita mmoja anakuja pale, ule mwingine kule conflict. Mbona mimi amkuniita mfete yenu maana amnireconnect. Sasa bana tu confuse, yani yulu yetu iko inakufa, manjanja inakufa, mvula iko inaingia. Inaomba hiyo manjanja itengenezewe, roof plafond itengenezewe ikuwe sawa, na ndo tufanye nini? Watu wanasema mingi, eti ni sababu ya pesa ndio maana wanagawanyana, sababu ya nini? Japokuwa yote ni uongo pengine, lakini sababu tu wao wenyewe hawaikaa fasi moja waweze kusema bwana, a partir ya leo mimi nakuwa president, wewe unakuwa vice na huko chini. Mamitualite mingi hapa zinaanza gawanyika. Sawa kabisa. Unasikia mamitualite nao wanaanza kuiga. Unakutana kunakuwa mitualite inakuwa na A na B. Unasikia? Kama ni mitualite ya kabila fulani wanakuwa hawa ni wafasi wa fulani, hawa ni wafasi wa fulani. Sababu wako wanaiga kule juu. Lakini kama kule juu kunatengezeka na huko chini kutakuwa salama. Ndio tuko tunagombanisha ile vijana wote tukue pamoja. Hakuna Muluba, hakuna Mswahili, hakuna Mungala, hakuna Kinwa, hakuna Sud Kivu. Sisi wote tuko Wakongomani. Tunapenda tukue pamoja, tusaidiane kama inavyofaa. Ndio vita ambayo tuko mwayo hii. Na ndugu msikilizaji, ni kwamba kama tulivyosema chemo ni zamana, kiongozi unapoteuliwa kwa kiongozi wa jamii, unatakiwa uelewe kitu kimoja. Wewe unateuliwa kwa kiongozi wa jamii kwa sawa sana volunteer, unasaidia jamii iishi vizuri. Mamlaka uliyokuwa nayo wewe ni sauti yako watu waisikie. Na sauti yako watu kuisikia, wewe huna mamlaka juu ya watu ndio wana mamlaka juu yako. Kwa sababu watu walikuchagua, wakakupatia madaraka. Wewe ni mtumishi wa watu sio watumishi wako. Hiyo ndio kazi ya uongozi wa jamii. Kwa hiyo ndugu ambao wako hapa umejitolea, kazi zote ambazo zifanya, hakuna mtu ambaye wakatia sheke kuwalipa. Mara ni mavolunteer wa kufanyia kazi. Kwa hiyo wewe kijana, kwa siku ya leo, kama una mbinu yoyote ile ambayo nadhani kwamba wangefanya na hatua na hii wasaidie, hawa ndugu wanakukaribisha. Njoo ungane nao. Njoo usaidiane nao. Ili kwamba vijana waweze kuendelea mbele. Nasikia malalamiko ambao wamelalamika. Jinsi vijana wanavyoishi na jinsi uongozi unavyoishi. Unajua tuna mnyama mmoja tunamuita kiboko au hippopotamu. Yule mnyama anakuwa anaishi dume moja tu na jike wengi katika sehemu ambayo anapoishi. Jike akizaa mtoto wa kiume mle ndani, yule mama aliyezaa watoto wake anapendaga kwenda kuficha yule mtoto wa kiume mbali sana, yule baba asimuone, maana akimuona tu atakuwa kwanza kutafuna yule mtoto wa kiume tu, wabaki watoto wa kike, kwa sababu hataki kutawala watu wawili kwa kipindi kimoja. Vile vile katika msitu hauwezi kuleta simba dume wawili, hawezi katika msitu mmoja. Niko nataka kusema kwamba viongozi hawawezi kukaa wawili na wakasema kwamba wanaongoza taifa moja katika wakati mmoja, lakini ndio kitu tunachokiona hapa kwetu Arizona. Kwa hiyo ndugu, jitemeni mate. Kama mliteuliwa, kama mlichaguliwa, jitemeni mate. Kumbuka kwa nini ulichukua utawala. Saidia vijana waweze kuendelea mbele. Ungana na vijana. Hiyo wanachokifanya wasaidie. Ili pale tofauti zilipokuwa muzilete pamoja, vijana wakae pamoja. Sasa nataka niuze tena swali lingine. Unadhani kwamba mkiteua kiongozi au vijana wakipata kiongozi mwingine au kiongozi wa vijana atakayochukua mamlaka baada yenu kuendelea,
Unadhani ni vitu gani anaweza kaweka kabisa priority za kwanza ili kwamba alete vijana kwa pamoja na ili kwamba maendeleo yaonekane katika vijana? Ni swali nzuri. Sisi lengo letu tunaomba kwanza ule ushirika ukue. Na kama kisi alitoka kusema pale kiongozi, tutafanya Assemblée Générale. Na baada ya Assemblée Générale ni kuambia watu malengo yenyewe tuko nayo. Sawa. Na yule mwingine kijana ambao atakao simama sisi tutakaa naye. Lengo ni kwamba ndio mfano nilitoa wa Yesu na tunajua fulani akisema sehemu fulani pale anaanza kufanya kitu fulani pamoja na washauri wake wazuri. Maana kuna wengine washauri wabaya mpaka wanafika wanavunja mawazo ambayo ulikuwa nayo mazuri. Kwa hiyo tunaomba tu Mungu atusaidie, maana huwezi kufanya kitu bila Mungu. Kijana mwenyewe atasimama katika kuongoza pamoja na mwingine ambao atakuwa president wa Kongomani wote. Sasa tunataka community hii moja, unasikia, tufikie malengo ya wenzetu. Kwa hiyo nitoka Tanzania kulikuwa kampani moja kwa kwamba GKK jifunze kutoka kwangu. Ujumbe ni kwamba Wakongomani tujifunze kutoka kwa Somalia. Huwa basi sasa wanagombania pesa, tunasikia wanasorozwa kwa 1,000 kwa mwezi na mradi wa Somalia, vitu vya aibu. Wakati sisi tuko wengi sasa kuzidi wale, kwa nini tusifanye vile na sisi ili tuweze kusaidia jamii yetu? Tunahitaji awe kijana yule, ndio maana tunasema kwamba tumshike elimu. Vijana wetu wa waweze kusoma na baadaye pale ili wafanye kitu ambacho mradi ambao utakwenda kusaidia Wakongomani. Sababu ule mradi vile vile unaweza kusaidia hata kwetu nyumbani tunakotoka, sababu sawa kabisa mzarao kwao ni mtumwa. Sio kwamba ni siasa tunayoongea, hapana, watu tusikie vibaya, lakini tunakuta ambao tulikotoka. Na ni lazima kwetu kuwe change. Tutakuta kuwa change kama hapa hakuna change. Sawa kabisa. Kwa hiyo tukiwa pamoja hapa na tunafanya opportunity hapa, sababu ni nchi opportunity, kila mtu yuko wazi, gonga kila ofisi utafunguliwa. Tunahitaji vijana kama wale, na sisi tutaendelea kuwasupport na kuwapa mawazo ili tufanye mabadiliko, tuwe taifa kama wengine walivyo. Sawa kabisa. Huko nakutana kijana anaikala mpombe asubuhi mpaka jioni. Unasikia? Anaikala mpombe asubuhi mpaka jioni. Uniambie kama huyu ataleta kesho atakuwa nini? Unasikia kesho alifanya nini? Aligonga na gari. Unasikia kesho sijue walimpiga akafariki. Sasa jeunesse yetu iko inaenda inapotea. Hatutaikalia kwa tunafanya maziko kila siku, tuko naanza kufanya makontribution ya kuzika kila siku, hapana. Tunapenda pia tufanye makontribution. Kijana fulani amefanya harusi, kijana fulani amegraduate, kama vile ndugu yangu anaweza kusema hapa amegraduate, tuende kule tusherekee. Sawa kabisa. Unaona ndio anakosa kitabu cha shule, tumnunulie kitabu. Anapenda asome fulani vitu kama hivyo. Anataka formation accélérée ya mécanique, tumpeleke formation accélérée mécanique. Unasikia? Lakini vijana wengi sana wanapotea sababu ya kiburi na sababu ya ona kama waisha kuwa na pesa, hautamwambia kitu. Unakusikia? Alafu tunapenda hao vijana tufanye mbinu za kuwabadilisha, wakuwe watu wazima wa responsable ambao watakamata maisha yao vizuri. Tutaponyoka vitu mingi sana, tutaponyoka vifo vingi na community itakuwa nguvu. Asante sana ndugu msikilizaji wa Rising Light, unaendelea kutufuatilia katika station zetu hizi, na ukitaka kutuona kwenye YouTube wewe andika tu Rising Light Show. Ukiandika tu hilo neno moja utatupata kwenye YouTube, na usikose kusubscribe kwa sababu hapo ndo unakuwa unapata kila kipindi tunachotoa, na hata wewe mwenyewe unahusika moja kwa moja katika kuhamasisha jamii kupitia station zetu hizi. Na kama umesikia kilio cha viongozi ambao kwa mahali hapa wanakwambia wazi kwamba Waswahili wanasema kwamba kidole kimoja akivunji chawa. Hawezi vunja chawa. Kule kwetu wasiojua chawa ni lice zinakuwa ziko kwenye kichwa. Watu wanasikamataga afu wanavunga wanaziua na vidole namna hii. Kwa hiyo wanasema kwamba kidole kimoja chenyewe akivunja ile chawa, inamaanisha kwamba wanakualika wewe. Kama wewe unadhani kwamba una akili za kutosha, kama wewe unadhani kwamba una miundombinu ya kutosha, ndugu wako hapa tayari wamejitolea kuongoza vijana na wanakualika wewe ungana nao ili kwamba watu wakae pamoja. Na kweli kweli mtoto anakuwa jinsi walivyomlea. Nchi yetu imeoza, iko katika hali ya hatari, lakini wewe na mimi ndio change. Wewe na mimi ndio mabadiliko. Wewe na wao ambao kwa hapa ndio mnaweza mkaleta mabadiliko, na ile kuungana pamoja ndio nguvu. Wasemavyo tena wahenga kwamba umoja ni nguvu, lakini matengano ni udhaifu. Watu wanapotengana wanakuwa dhaifu.
Kwa hiyo nenda kukaribishwa katika vipindi vyetu vinavyoendelea kuja, na hii sio ni mara ya kwanza tu ndio tunaanza, lakini vipindi vingi vitakuja kuongea na ndugu ili kwamba ujumbe uweze kuwafikia watu. Sijui mna neno la mwisho la kuwaaga ndugu wasikilizaji au vijana wategemee nini kwa sasa hivi kutoka kwenu kwa muda wa mchache unaoendelea, kwa sababu kweli kweli hatuwezi kuonyesha nguvu kama alivyosema tu kwa kuzikazika tu watu tu kwamba ana nguvu. Jamaa kwa kuzika watu wanatisha kabisa, hapana, hiyo sio sifa nzuri. Tunatakiwa tunasifa wale jamaa kwa miundombinu, kwa kusaidiana hiki na hiki, kwa kuweza kupeleka watu wao washindana na rais hapa, kwa sababu kampuni, kwa sababu ndio vitu habari za nzuri zianze kusikilika kwa vijana, na sio tu misiba au sio kuzikazika tu kwamba wana nguvu za kuzika watu. Ni sasa yule mwanamuziki alimba kule Tanzania, sifa za kijinga. Kama watu mnaosikiliza muziki mwa kumsikia, kasikilizeni muziki alimba sifa nyingi za kijinga mle ndani ambazo zina muhimu sana. Karibu sana mzee kwa maneno yenu ya kuaga vijana na ujumbe wenu wa mwisho kwa vijana. Okay, tunashukuru sana kwa watu ambao tunaendelea kuyaongea hapa, ni kwa faida ya jamii ya Wakongomani. Ni kusema kwamba sisi kama sisi, ujumbe wetu ni kwamba tunahitaji vijana tukamatane, sababu kile kenye ujue utajua kupitia mtu mwingine. Ila changamoto kubwa ambayo niko naona na ndio nataka mabadiliko ikuwepo ni katika viongozi ambao wako wanatangulia. Mtu anapokuwa alitumika kama vile president ama vice, kamati ile ambayo ibadilishwa na kamati nyingine, kamati nyingine inaposimama kuliko wajiunge ili wasaidiane kwa pamoja, wanajifanya kuwa maadui ya wale watu wengine. Yaani wanataka tu wale watu wafeli ili waweze kuwacheka. Sasa ule ujinga, nasema ni ujinga, mtanisamee sijatukana mtu. Naomba ile mabadiliko yakuwe katika jamii yetu. Sawa kabisa. Sababu kama ulianza na mwingine ameingia ile nafasi, tukamatane sisi wote. Na mwingine atakia ile nafasi, tukamatane sisi wote. Sababu kila ambacho uliishia wewe, unaye ameendeleza, na amefikia parti nyingine, tukikiunganisha kitakuwa kirefu sana. Sawa kabisa. Na ile ndio itasababisha sisi tufanye kitu cha maana. Sababu kila mtu ana mawazo yake. Sasa kwa kifupi tu mimi nimeishia pale, ni conseil katika utawala ambao huko unapita. Tuache tu ya makonflikt. Fulani amenigomboa anakuwa adui. Ile itoke. Sawa kabisa. Sababu tunahitaji uongozi ulioanza na uongozi ulioingia na uongozi ambao utakapoingia tukamatane pamoja ili tuweze kuwa taifa. Lengo letu ni kufanya change. Tujifunze kupitia makabila ingine, ba Somalia, ba Eritrea, na wengine wote wale sijui wa wapi, Nigeria, wanafanya vitu vingi sana. Vitu wanavyofanya na sisi Wakongomani tubifanye ili yawe mabadiliko, tuwe na miradi ya kukomaa ya kusaidiana sisi kwa sisi hapa na mpaka tuifikishe nyumbani kwetu. Sawa kabisa. Ndio vile. Voilà, frère, chers frères et sœurs, donc c'est ça le message que nous voulions passer à la communauté congolaise. Je sais que vous allez voir cette vidéo, vous allez attendre ce que nous sommes en train de dire. Donc on veut l'union. Il faut que les Congolais nous soyons unis. Il faut qu'on travaille ensemble. On ne veut pas des présidents dans notre communauté. Non, on veut un seul président. On veut que l'exemple commence à partir du plafond, à partir de vous. Parce que c'est nous qui sont en train de nous confuse. Vous êtes en train de nous mettre dans les embarras, on ne sait pas quoi faire. Donc tous les ordres qui se passent, tout ce qui se passe, c'est à cause de vous. Il faut que vous vous réunissez, il faut que vous soyez un. Et puis nous autres, nous allons suivre votre exemple. Donc on veut que tous les jeunes soient unis. Les jeunes de Sud Kivu, Nord Kivu, Kinshasa, Bakasai, Bakongo, Baluba, tous sangana, biso nyoso, tous ensemble, tous à la bomoko. Donc kolobate ko waza muswahili waza mungala waza muluba te biso nyoso to sangana to aider communauté ezole la communauté za na problème ebelé ba de comme ebelé ba jeune bazo kufa kaboye. Alors wana vraiment espeli biso te tolingi jeunesse ezala bomoko to sangana biso moko po to sala eloko ya makase. On dit l'union fait la force, c'est ce que nous voulons. La division vraiment ça n'aide pas. Dans notre communauté, il y a beaucoup de divisions. On veut éliminer ça. Il faut qu'on soit ensemble pour tout le monde en dengue, tout ça, ça va jeune, pour jeunesse, fitir, les autres dépendent de la jeunesse. Sauf que jeunesse, c'est Zamakasi, donc fitir et Kozaramakasi. C'est ce que je voulais dire, merci. Asante sana. Ujumbe huu wa mwisho ndugu msikilizaji, hizo ni lugha za nyumbani. Ameanza na Kifaransa, ameingia katika Lingala, amechanga zote mbili kwa pamoja, ni kwamba viongozi mlio katika vichwa ndio wameambia ndio chanzo cha matatizo.
Na kama viongozi ambao mko katika vichwa ndio chanzo cha matatizo, ninyi mkibadilika chini patabadilika. Kwa hiyo wewe kijana wa upande mwingine wote tukutane pamoja, tufanye kazi ya pamoja, kwa sababu mgawanyiko ambao huko mwingi hapa hautusaidii. Huo ndio ujumbe wa mwisho ambao ndugu amehaga katika lugha hizo za nyumbani ambao ni Kifaransa pamoja na Lingala. Na ndugu wote wawili conclusion ambao wamefanya au conclusion ya pamoja ambao wameitoa pale ni kwamba wanataka wewe kijana ambaye ndio siku ya leo, njoo ungana nao. Chukua namba zao za simu, waite. Kama wanakosa waambie makosa yao, kama wanafanya vizuri waambie wamefanya vizuri, na kama una mbinu zingine na kama una mahesabu mengine, kama kwa matematisia kuna watoto wetu wanaangara matematike, njoo usaidie. Kama wewe umefanya social worker, basi unajua kuongea na watu, leta social worker yako expertise uje usaidie Wakongomani. Kama wewe umefanya engineer teknolojia za wapi, Bakongomani tuko na besoin hapo popote batu tusaidiane moja kwa mwingine. Ndugu ametoa mfano mzuri, JKK, jifunze kutoka kwangu. Bako pale kwa sababu kukaribisha wewe na nyie viongozi mliotangulia muone mifano. Na kitu cha ajabu cha mwisho ambacho nataka niongezee, ndugu ameongeza tena kiongozi pale kwamba unapokuwa ulitawala ukashia kwenye hatua moja, ulitia jiwe la msingi, hata mwingine haje ajenge ili kwamba ile nyumba iende kuisha. Kiongozi anachukua madaraka sio mpinzani wako, bali ni mtoto uliokomaza katika ulinzi wako. Furahia anapoinuka na furahia anapofanya kazi nzuri. Na karibu sana katika station zetu za Red Light ili kwamba tufanye interview zingine kwa wakati unaokuja. Usikose kusubscribe ili kwamba tukae pamoja na tuweke jamii yetu kwa pamoja. Asanteni sana.